Yesu mfufuka yupo katika wakati wa kuaga wafuasi wake, na zawadi anayowaachia ni zawadi ya amani. Zawadi ya amani, na kuacha wakiwa watu wasiofadhaika, watu wasioogopa. Amani na kuto kuogopa. Mara nyingi watu wanapokuwa na hofu nyingi, watu wanapokuwa waoga sana, wanaweza kuchangia sana katika kukosesha amani. Katika ile hali ya hofu unajilinda na maadui. Wengine ni maadui ambao hawapo, lakini kutokana na hofu ulizokuwa nazo, una wasiwasi, basi unajijengea hali hata kutoa kuhakikisha unaharibu amani ya watu wengine kwa sababu ya hofu yako. Kwa hiyo muungano kati ya amani hiyo na kutokuwa waoga. Wasiogope, wanasema yeye na amani yake anayowapa sio kama amani zingine za kidunia. Maana amani zingine za kidunia zinatokana na fujo. Watu wanafanya fujo ili kuleta amani. Watu wanaleta vita ili kuleta amani. Lakini amani yake inatoka kwake aliyejitolea yeye mwenyewe katika mateso yake mpaka kufa kwake. Alijiachia bila kujizuia, bila kujitetea, ili alete amani ya kweli. Na amani hiyo ndio amani ya kimungu na amani ya kudumu. Kisha nawaambia, naenda zangu tena naja kwenu. Naenda zangu tena naja kwenu. Kristo anaposema hivyo, ana maana kwamba ataondoka jinsi wanavyomuona, kama Kristo mfufuka, lakini atarudi kwao kwa namna nyingine. Atarudi kwao kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ule kuondoka kwake haina maana kwamba amewaacha peke yao na yeye ameenda mawinguni. Hapana, ni anaelezea namna atakavyoendelea kuwa nayo. Kwa Yesu alikuwa na mionekano mitatu. Ya kwanza, kabla ya kifo chake, alionekana kama mwanadamu kabisa, na mapungufu yake, anataka kula, hawezi kuingia nyumba ikiwa imefunga. Huo ni muonekano wa kwanza. Muonekano wa pili wa Yesu huyo ni baada ya kufufuka. Amefufuka, ni Yesu yule, lakini ni wa ajabu. Anaingia katika nyumba ikiwa milango imefungwa, wanafikiri ni mzimu. Ni Yesu yule, muonekano wa aina ya pili. Sasa muonekano wa aina ya tatu ni uwepo wake kupitia Roho Mtakatifu. Kwa anavyoambia, naenda zangu, hamtaniona tena katika hali hii, lakini hamko peke yenu, nitaendelea kuwa nanyi kwa namna ya nguvu za Roho Mtakatifu. Na ndio uwepo wake Kristo mpaka sasa hivi ambao tunauamini na tunaushuhudia, ni uwepo wake kamili kabisa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Na ndio katika nguvu hizo za kimungu basi Yesu anakamilisha yote katika nafsi zetu, katika kanisa lake, na hususan kabisa katika Ekaristi Takatifu. Tumwombe Mungu basi tunapokuwa katika changamoto za maisha, za hofu na wasiwasi, matukio makubwa yanatuchanganya, tusifikiri kwamba Yesu hayupo nasi. Tuendelee kuwa na amani, tusiwe na hofu kwa sababu ya uwepo wake wa nguvu zake za kimungu. Tumsifu Yesu Kristo.